Wakati bunge linaendelea tukiwa tunasubiri waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuanza uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali. Hapa studio ni naye mchambuzi wa masuala ya kiuchumi. Huyu ni Erad Mporoto ambaye yeye tutazungumza naye mawili matatu kuhusiana na matarajio ya bajeti hii kuu ya serikali ambayo inakwenda kusomwa hii leo. Karibu sana. Asante sana. Habari za majukumu? Njema tu, mnaendeleaje? Sisi tunaendelea vizuri, natumai umefuatilia vizuri bajeti ya serikali za miaka hiyo iliyopita. Kwa hivyo hata hii sina shaka kwamba una matarajio ambayo unakusudia pengine yafikiwe. Ni kweli. Naam, karibu sana. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, hebu tuangalie ni vitu gani mtu kwanza anapaswa kuvizingatia ili aweze kuelewa kwenye swala zima la bajeti, kwa sababu kuna wengine wanasikia tu budget lakini hawaelewi. Sasa ukiwa kama mchambuzi, hebu tusaidie kwa niaba ya wananchi. Sawa, asante. Nadhani tunapozungumzia bajeti, serikali ina mwaka wa fedha ili iweze kujitathmini au iweze kujiwekea malengo. Tunatoka wapi, tunafanya nini kwa wakati tuliokuwa nao, nini vipaumbele vyetu. Sasa ili mtu aweze kuelewa bajeti, nadhani kuna vitu kadhaa ambavyo ni vya msingi kuviangazia. Kwanza kuna vipaumbele vya taifa. Sisi kama taifa kwa wakati tuliokuwepo nao au kwa mwaka wa fedha, vitu gani kwetu sisi tunavifanya kuwa vipaumbele vyetu. Ndio. Unaweza ukaona kuwa na mpango wa miaka mitano. Kuna sekta kama elimu, kuna kilimo, kuna afya. Hivyo vyote ni vipaumbele. Lakini ya biashara kuna jambo jingine ambalo ni mapato, uwiano wa mapato na matumizi. Kwa hiyo hapa unajaribu kuangalia mnachopata kinawiana na mnachokitumia. Kwa kama serikali lazima iangalie nini tunapata na tunakielekeza wapi, ili yale matumizi tuweze kupeleka, badala ya kupeleka kwenye matumizi tupeleke kwenye maendeleo, ili tuweze kupata return, kwa maana ya pesa zaidi ya kuweza kuendesha serikali. Lakini pia kuna jambo jingine, uhalisia na utekelezaji. Ili uweze kuitathmini bajeti, lazima uangalie uhalisia wake. Kwa kiasi gani ile bajeti inaakisi uchumi wa ndani na uchumi wa nje. Kwa sababu sisi sio kisiwa. Lazima uweze kuangalia duniani uchumi unaendaje na Tanzania uchumi unaendaje. Kwa sababu sisi tunaweza kuathiriwa na uchumi wa nje. Kwa bajeti lazima iangalie hilo swala zima la uhalisia pamoja na utekelezaji. Lakini jambo jingine ni uwiano wa matumizi kijamii. Tunaposema uwiano wa matumizi kijamii, unazungumzia watu wa tabaka la chini na wa tabaka la juu. Je, bajeti inakwenda kupunguza lile gepu, ile nafasi kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho? Hilo ni jambo ambalo bajeti lazima iangalie. Kwa hivyo hata mtu mwingine ambaye yuko nyumbani au amekaa sehemu yote anajaribu kuifikiria bajeti, lazima angalie hii bajeti inakwenda kuniweka mimi kama raia wa kawaida mazingira gani. Hapo utaangalia kuna mpango wa ajira, lazima uangalie kuna ulinzi wa jamii, kuna uwekezaji wa muda mrefu. Hayo ni mambo ya msingi. Lakini kuna jambo jingine, uwajibikaji na uwazi. Unaangalia, je, hii bajeti inavyoletwa kuna uwazi katika kuiandaa? Tunaona bunge ni sehemu moja ambao wanajitahidi kutengeneza na wamehudhuria vikao katika kutengeneza bajeti yetu. Lakini je, asasi za kiraia, wananchi wamehusika katika kuhakikisha wanapata taarifa au wanahusika katika kutengeneza au kuunda ile bajeti? Lakini pia kuna jambo jingine ambalo ni deni la taifa. Hiyo ni kitu kingine cha msingi ambacho bajeti lazima iangalie. Kwa hiyo hata mtu mwingine ambaye anataka kujifunza au kuelewa kuhusiana na bajeti, lazima aone bajeti yetu ipoje, lakini deni la taifa likoje. Kwa mujibu wa Profesa Kitila Mkumbo, deni letu ni himilivu. Na ukijaribu kuangalia IMF wanasema ili deni lionekane kuwa ni salama, halitaki kuzidi 55%. Sasa kwetu sisi ni 46.5. Kwa hivyo sisi bado tunaweza kuendelea kukopa, tofauti na wenzetu kama Kenya, wao wako kwenye 66 na 68%. Kwa sababu kuna Mtanzania mwingine anashindwa kuelewa himilivu ni maana yake nini, imekusudia nini ukisema himilivu? Tukisema himilivu tunamaanisha wewe unaweza kuja kukopa kwangu. Ninaangalia ukifikisha shilingi 70,000
siwezi kukukopesha tena kwa sababu naamini hii 70,000 utashindwa kuilipa. Lakini ukiwa chini ya 70,000 manake wewe unakopesheka. Kwa hiyo deni lako wewe ni himilivu. Hicho ndo tunachokimaanisha. Kwa hivyo kwa Tanzania tunaposema deni ni himilivu, maana ya moja kwa moja ambayo mtu wa kawaida anaweza kuielewa ni hiyo. Kwa hivyo tunavyozungumzia himilivu tuna maana hiyo. Sawa. Yeah. Kwenye bajeti zote mara nyingi kunakuwa na vipaumbele. Hebu tuitazame bajeti ya mwaka 2024 2025. Ni vipaumbele gani vya bajeti hiyo katika wakati huo wa mwaka 2024 2025 ambavyo vimewekwa kipaumbele zaidi? Yeah, okay. Kuna vipaumbele jumla ambavyo tunaweza tukazungumzia elimu, kilimo, afya. Hivyo ni vipaumbele jumla ambavyo kila mwaka bajeti lazima itajikita kushughulika nayo, lakini tuna vipaumbele mahususi. Unaposema vipaumbele mahususi ambavyo vinatiliwa mkazo zaidi katika utekelezaji, lakini pia mchango wake kwenye shughuli za kiuchumi, kuijenga nchi vina mchango mkubwa sana. Unazungumzia treni au reli ya standard gauge, SGR, unakuja kuzungumzia bwawa la umeme, unakuja kuzungumzia maeneo kama lile daraja lililoko Mwanza, Kagongo Busisi. Hayo ni maeneo ya kimkakati ambayo yanakwenda kuchochea uchumi na kuwawezesha wananchi wa kawaida kabisa kuweza kuona wepesi aidha katika kufanya biashara au kuweza kuzifikia huduma kwa wepesi na kuchochea mchango mzima au process nzima, mchakato mzima wa kuleta maendeleo. Sasa kwa kumfafanulia tu mwananchi kwamba hivi vipaumbele ambavyo vilikuwa vimewekwa kwenye bajeti ya 2024 2025 vimetekelezeka? Ndio vimetekelezeka, lakini bado tunahitaji kuongeza bidii. Ndio maana ukisoma ripoti za CAG mara kadhaa zimekuwa zikiikumbusha serikali, lakini na sisi kama wadau wa maendeleo, wananchi ambao ndo tupo kwenye nchi yetu, tunaonyeshwa kwamba kwenye eneo fulani kuna changamoto 1, 2, 3. Kwa hivyo serikali inakumbushwa na taasisi nyingine zote zinakumbushwa kwamba zina wajibu wa kuendelea kuongeza nguvu, kwa sababu kuna masuala kama ubadhirifu wa fedha. Hiyo ni kitu ambacho serikali inakumbushwa. Kwa hiyo kama kuna hatua wanaweza kuzifanya. Kwa hiyo kujibu swali ni kwamba inatekelezeka na yapo mengi ambayo tunaweza kujivunia serikali imeweza kuyatekeleza, lakini haitoshi sisi kusema wanatakiwa kubakia hapo. Tunatakiwa tuendelee mbele, wafanye maboresho zaidi na kuchochea spidi ya maendeleo kwa taifa letu. Okay. Na kuna changamoto gani ambazo pengine zinaweza zikajitokeza zikafanya ile budget isitekelezeke? Nadhani cha kwanza kabisa ni rushwa. Rushwa imekuwa ni zimu ambalo limekuwa likiitesa serikali, taasisi za serikali kwa kiwango kikubwa sana. Ukifuatilia ripoti ya CAG, nadhani ni mambo ambayo yanadhihirika kabisa. Utakuja kuzungumzia swala la Mererani, tunazalisha Tanzanite, lakini bado unaona Tanzanite Kenya na India ndio wanaonekana wanaiuza zaidi wao kuliko sisi wenye nayo. Lakini pia ishawahi kukamatwa madini yakisafirishwa yaliyokuwa yana bilioni 3.7, thamani ya bilioni 3.7. Sasa ukiona hiyo yote ni mianya. Pale pamejengwa, ni pesa inapotea. Uzio, na hizo ni pesa ambazo pengine zingeenda kuongeza madawa hospitalini, zingekwenda kuongeza madarasa mashuleni, zingekwenda kumsaidia mkulima ambaye yuko chini kule kuweza kupata pembejeo kwa wepesi na kuendesha maisha yake katika namna njema. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza ambalo linapelekea hiyo. Lakini mifumo ya ndani ya serikali kuto kuwajibika vizuri. Bado tuna watu ambao ufanyaji kazi wao umekuwa ni duni kiasi kwamba inapelekea serikali kupoteza mapato yake, inapelekea serikali kufanya kazi chini ya kiwango zaidi ya vile ambavyo pengine jitihada za Mheshimiwa Rais zimekuwa pamoja na watu wengine wenye malengo mema kwa taifa letu. Ndio. Na kwa mfano wewe binafsi, matarajio yako katika bajeti hii ambayo inatarajiwa kusomwa hii leo ni yapi? Bado
wananchi tukienda kwa mfano kwenye sekta ya kilimo, takwimu zinaonyesha karibia 67% ni wakulima kwenye taifa letu. Sasa ukishakuwa na idadi kubwa ya watu kama hao, cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuwawezesha, kuhakikisha unawatengenezea mazingira mazuri zaidi, wakazalisha chakula, wakazalisha mazao tofauti tofauti, kuweza kutusaidia kupata chakula, kwanza taifa linalishwa, lakini pia hata wao kiuchumi kuweza kuimarika na kuliimarisha taifa, kwa sababu wana mchango katika pato la taifa. Kwa kumalizia haraka haraka, naona kule bungeni Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaelekea pale kwenye podium kwa ajili ya kuzungumza na taifa kwa maana ya kuisoma bajeti kuu ya serikali. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, unatoa ushauri gani kwanza kwa Watanzania kuhusiana na namna ya kuweza kuifahamu hii bajeti kuu ya serikali? Kwa sababu mtu anasema tumekuwa maskini sana, lakini tumekuwa maskini, bajeti pengine haiwezi kukusababisha wewe kuwa maskini. Sijui umenielewa concern yangu? Nimekuelewa. Ndio, haraka kidogo. Sawa. Nadhani kila mwananchi anatakiwa achukue wajibu wake. Imefika mahali tunaamini kwamba serikali ndio inatakiwa kumaliza kila kitu, na kuna wakati pia serikali inalaumu wananchi kwamba hawajafanya chochote. Na tunatakiwa kuonana. Serikali inatakiwa iwaone wananchi na wananchi waione serikali. Sehemu ambapo wananchi wanaona kuna fursa, wanatakiwa wazikimbilie. Lakini serikali ina jukumu la kuendelea kutoa elimu, kuweza kuonyesha shughuli wanazozifanya, lakini pia kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kupiga hatua katika kufanya marekebisho ya kuweza kuziona fursa na kuzifanyia kazi. Sambamba na hivyo, ni kuhakikisha kila taasisi, kila mwananchi, wote kwenye taifa, sababu uchumi haujengwi na serikali peke yake, uchumi haujengwi na wakulima peke yake. Kila sekta ina mchango katika kuhakikisha uchumi wetu unakuwa kama taifa. Kwa hivyo wote kwa ujumla tunatakiwa tuhakikishe tunaungana na tusiachiane kwamba hii ni kazi ya serikali, tunanyosha mikono tunawacha. Hapana. Tunapotakiwa kufanya kazi kama wananchi, tunatakiwa tufanye kazi kama wananchi. Serikali na yenyewe haitakiwi kutengeneza mazingira ya kuendelea kulalamika wakati wao ndo wameshikilia kwenye mpini, sisi tumeshikilia kwenye mankali. Wanatakiwa wote tuoneane huruma. Serikali inatakiwa itekeleze wajibu wake, lakini na wananchi pia wanatakiwa watekeleze wajibu wao. Nilikuwa najaribu kuangalia kwenye TV hapo, nilisema kwamba ni Waziri wa Fedha ndio anaingia, lakini ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson ndo alikuwa akiingia bungeni. Nadhani tunaweza tukaendelea kwanza mpaka tutakapomsubiria Waziri wa Fedha atakapoingia, ndo tunaweza tukaacha nafasi ili Watanzania waweze kufuatilia bajeti kuu ya serikali. Na kwa upande wa vipaumbele vya mwaka huu 2025 2026, sijui pengine umepata kuvitambua ni vipi? Nadhani cha kwanza tuna swala zima la uchaguzi mwezi wa 10 Oktoba, ndio. Yes, hilo nadhani ni la mwanzo, lakini ukimsikiliza Profesa Kitila Mkumbo anachozungumza ni kuhakikisha anachochea au uchumi unaweza kupiga hatua, kutengeneza viwanda, kwa sababu viwanda vitatengeneza ajira, lakini pia serikali itakwenda kuwasaidia wananchi kupata mazingira sawa katika utekelezaji wa shughuli zao, lakini pia kusaidia baadhi ya miradi kwenda kukamilika, ambayo hiyo itakuwa chachu ya maendeleo, lakini pia itakuwa chachu ya kuweza kusaidia itakuwa chachu ya kusaidia wananchi kujikwamua kiuchumi, lakini pia sekta mbalimbali, hii kilimo, lakini mahospitali, elimu na watu wengine kuweza kuwa katika nafasi njema kukua kiuchumi kama taifa, lakini kwa raia mmoja mmoja. Namuona pale Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameshaingia bungeni na anaelekea pale kwenye ile podium ya kuweza kusimama na kuzungumza ama kulihutubia taifa, kulihutubia bunge kwa ajili ya kuisoma bajeti kuu ya serikali. Nadhani sasa mpaka kufikia hapa tutoe nafasi sasa kwa Watanzania ili waweze kufuatilia kinachoendelea bungeni.
So sisi tutakapoendelea kuzungumza hapa na wenyewe wanatamani kujua bajeti imebeba kitu gani, tutakuwa hatuwatendei haki. Mimi naomba nikushukuru sana mchambuzi wa masuala ya kisiasa Erad Mporoto, na sasa macho na masikio yote yaelekee katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo ndiko inasomwa bajeti kuu ya serikali hii leo. Jina langu Mahija Zayumba, mkalimani wetu wa lugha ya alama ni Fausta Salakana. Tukutakie utazamaji mwema wa Clouds TV. Februari 2023. Mheshimiwa Spika, sambamba na hotuba hii